Game time, tuonavyo sisi. Yes, ni mwendelezo wa kombe la dunia la mwaka 2026, kombe ambalo lina matukio mengi makubwa ambayo yanaendelea kutokea. Tumeshazicheki game za mwanzo ambazo zimeanza kwenye kombe hili. Tunakwenda kucheki game ambazo zinaendelea kwenye kundi J, K na L. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Masud Mswahili, nipo na Muro King pia. Tupo vizuri kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo tumeandaa kuelekea kwenye michezo hii ya kombe la dunia. Kumbuka, kombe la dunia limekuwa na matukio mengi sana. Yes, bwana, tuende kwenye group K. Moja kati ya group ambalo limesheheni timu kweli kweli. Kuna timu kama Colombia, DR Congo, Ureno pamoja na Uzbekistan. Ni moja kati ya Uzbekistan. yes. Ni moja kati ya group ambalo linamhusisha Cristiano Ronaldo. Huyo hapa, mwanao. Anakwenda kutanduka daruga naye kwenye kombe hili la dunia. Hatutamuona tena kwenye mashindano ya kombe la dunia. For my side namuona. Huo ni mtazamo wako. Kwa mtazamo wangu. Na So usisahau kuweka hicho kipande. kabla tujaenda kujadili mechi za hili group, tuiangalie Portugal pamoja na Cristiano Ronaldo. Of course kikosi tulichambua kikosi nadhani tumekichambua vizuri. Kama mfuatiliaji wa Game Time, ukienda pale kwenye ukurasa wa Game Time YouTube, utaona ukuta kikosi cha Portugal cha Ureno kipo vizuri kabisa chenyewe pale. Utakiangalia tulivyokichambua vizuri kabisa. Kina wachezaji wazuri kweli barani Ulaya. Concern yangu ipo kwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kwa performance yake mpaka hivi sasa ni mchezaji ambaye anapaswa kuanza kikosi cha kwanza cha Ureno. Yeah, mimi nafikiri kuna wakati mtu haanzi kwa sababu ya uwezo wake wa miguu, bali anaanza kwa ajili ya uwezo wake wa akili na jinsi anavyoweza kuinfluence saikolojia ya wachezaji. Hatuwezi kusema sasa tembo amekonda kiasi cha kufikia level ya ng'ombe, haiwezekani. Tukisema kwamba Cristiano Ronaldo wa miaka 3-4 iliyopita ya kombe la dunia sasa hivi ameisha kabisa ajui boli, tutakuwa hatumtendei haki. Na kama ulivyosema na kuunga mkono kwamba pengine au huenda hivi likawa kombe la dunia la mwisho la Cristiano Ronaldo, na pressure kwake ni kubwa sana kwamba the only card remaining kwa watesi wake, nikitumia neno watesi yani kadi pekee ambao watesi wa Cristiano Ronaldo wanaitumia kwa sasa ni kwamba hajawahi kushinda kombe la dunia. Kabla ya msimu huu Cristiano Ronaldo kushinda kombe la Saudia, nadhani Saudia amecheza miaka 4 au 5, kadi yao ilikuwa ni kwamba tangu uende Saudia bro hujawahi kushinda kikombe. Tayari ameshashinda kikombe cha ligi ya Saudia, si ndio? Yeah. Sasa kadi pekee ambao sisi watesi wa Cristiano Ronaldo tumebaki nayo ni kwamba Cristiano Ronaldo hajawahi kushinda kombe la dunia. Huo ndo ukweli, hajashinda. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitampa pressure kubwa sana ni namna ambavyo yeye ataweza kukiinfluence kikosi kushinda, kwa sababu kama ulivyosema, mtazamaji akienda kuangalia jinsi tulivyokijadili kikosi cha Ureno wakati kombe la dunia halijaanza, that is a very detailed explanation, na engine nzima ya PSG ambao ndio mabingwa wa Ulaya kwa sasa iko pale Ureno. Kwa hiyo Ureno wanahitaji kujisukuma kidogo tu ili kuweza kupata matokeo, na ikitokea Cristiano Ronaldo akaibuka mshindi wa kombe la dunia 2026, nadhani atakuwa na furaha kuliko mtu yoyote duniani. Ile jina la GOAT litakuwa sababu yeye mwenyewe ndo of course vitu vingi sana amevifanya mpaka hivi sasa, lakini tunasema kwenye kabati lake ama kwenye kitabu chake cha maisha bado Ana miss kurasa moja. Kurasa wa kombe la dunia. Magoli hivyo vizuri, makombe amechukua mengi, kacheza ligi nyingi na kaonyesha performance kubwa, lakini kurasa mmoja tu wa kombe la dunia. Sasa mechi ya kwanza anaanza dhidi ya DR Congo. Ni moja kati ya mchezo ambao Wow, that's a very beautiful game. yes, ni mchezo mgumu nadhani kwa Ureno pia, kwa sababu wale majamaa DR Congo wanajua kuzuia, wanajua kushambulia pia, na wana wachezaji wa aina hiyo. Yes, injini ya mabingwa Ulaya ipo Ureno kama tulivyokubaliana. Vipi kuhusiana na mechi dhidi ya DR Congo? Unaona wakiibuka na ushindi kwenye mechi ya kwanza na waingie na approach gani kuweza kuibuka na ushindi kwenye mchezo huu?
Um, Ureno I think Ureno kutokuchukua ubingwa, vidole vingi vitaenda kwa kocha Roberto Martinez, naamini kwa sababu Roberto Martinez ile previous tenure yake na Belgium inakuwa considered kama alifeli. Failure. Alikuwa failure kwa sababu alikuwa na kilichokuwa kinasemwa kwamba ni golden generation. Kwa hiyo bado watu wako a bit skeptical na approach zake, how he approach games. So lazima kutakuwa kuna maneno tu endapo wasipoweza kufanya vizuri, yani Portugal wasipoweza, sio mtu kufanya vizuri, wasipoweza kuchukua ubingwa wa World Cup. Lakini Ureno kama Ureno wana talent nyingi sana mule ile timu. Na sasa hivi nadhani anabandika, anatoa anabandika kwa sababu anachukua kama walivyo Vitinha na Neves, anaweka nao pale hataki shida, wale jamaa wako vizuri sana. So ana kikosi ambacho kina talent nyingi sana, sitegemei wa struggle mbele ya DRC, lakini nadhani watapata tabu kutokana na physicality ya DRC, na wenyewe na namna walivyoweza kufika hapo walipofika. Wameruka viunzi vingi sana ambavyo haikuwa easy, inawafanya wawe na extra moral ya kuweza kuona you know what, kama tumeweza kupita hivyo viunga vyote huko, tuna uwezo wa kufanya jambo kwenye mashindano haya. Mara ya mwisho kwenye World Cup mwaka 74 wamerudi tena 2026, so they have something to prove. Lakini Portugal kama Portugal wao, kwa sababu they have a good team, wanaamini kwamba huu ndo mwaka wa kumsaidia mbuzi wao kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wanaenda kwa fikra hizo pia kumsaidia Ronaldo achukue ubingwa. Lakini pia wanasema wanacheza kwa ajili ya Diogo Jota. So naona wanajipa nini wanasema, wanajimotivate wenyewe kwa ajili ya kwenda ni kitu kizuri sana. So probably watafanya vizuri. Ni timu ambayo mimi binafsi nilikuwa ninasema kombe la dunia la msimu huu watafanya vizuri sana. Haitakuwa game rahisi kwao kwa sababu pia DRC wamekuja wanataka kujipambanua na kupata chochote, lakini naona watakuwa ni wazito sana kwa yani Ureno watakuwa wazito sana kwa DRC. DRC wamekuwa hawafungi magoli mengi, hata ushindi wao si ushindi mnono. Miaka nenda miaka rudi, Kongo akishinda nyingi hujua amekutana na mchekea sana Jordan. Dhidi ya Ureno nadhani itakuwa ni moja kati ya kitu ambacho kitawaathiri, kwa sababu ukiangalia Ureno tough game hawezi kuondoka bila goli. Ukijaribu kutazama timu ya taifa ya Kongo ina talent through and through, lakini the issue is ni namna ambavyo Ureno wata approach game. Ureno wata approach kwa namna gani? Hicho ndo kitu ambacho kinaweza kikadetermine either Kongo watapata chochote kitu au hawatopata. Ureno wakiamua kwenda all through kwamba sisi tunaenda tunataka matokeo regardless of, bila kujali chochote kitakachotokea, Kongo watakuwa na wakati mgumu. Lakini kama ulivyosema, Kongo ukiangalia ushindi wao hata kwenye hizi playoffs kuelekea kombe la dunia haukuwa mrahisi. Yani hawakuwa timu ambayo wanaenda wanashinda wanasonga mbele. Ilikuwa ni mapambano mazito sana. Nachelea kutumia neno papatu, lakini hicho kitawagharimu kwa sababu mpira wa miguu is all about goals. Kama hauwezi kumfunga mpinzani wako bila kutegemea zile setbacks ndogo ndogo za mpinzani wako, hauwezi kupata matokeo. Mimi ndio maana mara nyingi mimi naipa credit sana timu ya taifa ya Ujerumani. Wao hawajali wewe umekujaje, wao watakufunga tu.
Sasa usipokuwa na uwezo wa kufunga magoli hauwezi kushinda mpira wa miguu. Yani iko ndio kitu cha huzuni kuliko vyote duniani. Usipoweza kufunga magoli hautopata matokeo. Pengine mtu anaweza akafikiria ikawa kama New Zealand ya mwaka 2010. New Zealand ya mwaka 2010 ilivunja rekodi kuwa timu pekee ambayo haijafungwa lakini haikwenda popote. Mechi zote almost ilikuwa ni 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, wakaondolewa. Usipofunga magoli kwenye michuano yoyote au michuano mifupi kama alivyosema Mswahili, kuna mechi 6 mpaka 8 tu hapo, hamna sehemu ya nenda urudi. Usipoweza kupata matokeo kwa uharaka, hasa kwa kombe la dunia hili, Funga magoli zaidi ya mwenzako. yeah, of course, usiweza kufunga magoli zaidi ya mwenzako, you'll never see the light of the day. Yeah. Colombia yupo uwanjani dhidi ya Uzbekistan. Mmoja kati ya mchezo ambao kwa Colombia anaenda kujizolea alama. Nadhani Uzbekistan ni mara yao ya kwanza kushiriki michuano ya kombe la dunia, na notable player pale ni Kusarov kutoka Manchester City, na ni faraja kubwa sana. Kuna timu ambazo unapenda wao kushiriki kwa sababu inatuletea, sijui nitumie neno gani, lakini inatuletea ari au amsha mpya kabisa kwenye michuano hii. Kwa mfano Curacao, timu mpya kabisa kwenye michuano, wamejipatia pointi yao moja. Tunatazamia Uzbekistan wanavyoenda kucheza dhidi ya Colombia. Sitazamii chochote ambacho wanaweza wakafanya tofauti na, yani sitazamii kwamba wanaweza wakawa kama Curacao au wanaweza wakawa kama Tunisia au Cape Verde, lakini kama alivyosema Mswahili na Mungu mkono 500%. Kuna timu zinabidi zije kama tourist, wapate hii exposure, wafungwe za kutosha, au wapate hii feeling ya kushiriki kombe la dunia na waondoke zao. Nadhani Uzbekistan ni moja ya hizo timu. Sina lengo la kuwadogosha, lakini this is the big boys league. Tunavyoona hata matokeo hii ya raundi ya kwanza, Curacao, Cape Verde, Uzbekistan, Jordan, matokeo ya raundi, New Zealand for that matter, matokeo ya raundi ya pili yatakuwa tofauti, kwa sababu pamoja na kwamba wanaweza kuwa wamepata matokeo au hawajapata matokeo, lakini wanasema once bitten twice shy. Wale vigogo waliopoteza matokeo kwenye mechi za kwanza hizi, wakishindwa kupata matokeo kwenye raundi ya pili ya makundi, it's over for them. Kwa hiyo it means michezo ya raundi ya pili itakuwa mizuri ya kuifuatilia. Mchezo wa raundi ya pili watu wakae vizuri sana, kuna watu watachezea nyingi sana bwana. Tunaenda kwenye tunasema timu ya wachambuzi, timu ya wadau wa soka, timu ya taifa ya Uingereza, timu ya wanangu au shabiki Uingereza. Bora afe kuliko kutokushabikia timu ya Malkia. Kundi L kuna timu kama Croatia, England, Ghana pamoja na Panama. Hiyo ni bonge ya kundi. In exception to Panama hapo. Anyway, Panama nao sio wachovu lakini hiyo ni bonge ya kundi. England anaanza mbili zake dhidi ya Croatia. Wow. Yes. Croatia ya Luka Modric. Yeah. Wow, that's a very Croatia Luka Modric. Uingereza, na nilisikia, sasa sijajua kama ziko confirmed, mtaalamu hapa nisikia kwamba Livramento amepata majeraha na atakuwa replaced na nani yule, Trevor Chalobah, na sio kwamba kuna chochote kinaweza kikabadilika, lakini nadhani Uingereza amepitia msukosuko mingi sana tangu atue Marekani. Lakini kitu kimoja, kabla sijaenda kwenye game, kitu kimoja ambacho ninafikiri ni highlight au ni keynote cha kuzingatia ni kwamba Uingereza walienda na wachezaji 3 wadogo ambao ni under 20, mmoja wao akiwa Rio Ngumoha, ambao walienda tu sio kwa lengo la kushiriki kombe la dunia, lakini kupata tu ile experience kwamba kombe la dunia kambi inakuwaje. Hicho ni kitu ambacho nafikiria nchi zetu zingine zinaweza zikaiga, kwamba hawa watoto wadogo kusafiri kutoka Uingereza kwenda Marekani sio kwa lengo la kucheza kombe la dunia, lakini kushiriki tu na kujifunza. Kwa mfano Rio alicheza mechi ya kirafiki ile na hatosahau maisha yake yote, hata ikitokea huko mbele
akashindwa kushiriki kombe la dunia lolote. Hii kitu hatosahau maishani mwake wote. Lakini back to the game, Croatia sio timu ndogo. Croatia amefika fainali mwaka 2018 kama nakumbuka sawasawa, alicheza na Ufaransa. Luka Modric alikuwa wa moto kabisa. Mwaka 2022 Croatia pia alifika kama sio nusu fainali, nadhani alifika kama nusu fainali I think, sina uhakika, nadhani tutabidi tuikague hiyo. Sio timu ndogo na inawezekana hii ikawa ni last dance kwa Luka Modric. Na timu kama Croatia ni timu ambayo hatuipi matazamio sana ya kufanya chochote, lakini kwa kombe la dunia mawili mfululizo wametuonesha kwamba they need to be there. Changamoto kubwa kwa timu ya taifa ya Uingereza Three Lions ni kwamba watu wengi wanatazamia mengi kutoka kwao. Kuna wakati kwenye Euro kulikuwa na kauli mbiu it's coming home and it never went home. Ni timu ya taifa ambayo imeshinda kombe la dunia mwaka 1966 mpaka leo hawajawahi kuchukua kikombe chochote meja. Kwa hiyo pressure ni kubwa sana kwao, hasa ukizingatia kwamba kocha wao ana kikosi kizima cha watu ambao hajawaita kwenye michuano. Yaani timu ya taifa ya Uingereza ni timu ya taifa pekee ambayo ingetokea kwa bahati mbaya, Mungu aepushie mbali, ndege yao ikalipuka, wangekuwa na kikosi kingine kipya ambacho kingeitwa na kingeenda. Kwa hiyo pressure kubwa sana kwa Thomas Tuchel ni kwamba kuhakikisha kwamba wazungu wanaita naysayers, wale wote ambao wanasema ungemuita huyu waziba midomo. Sasa hiyo ni kazi kubwa sana kwake, unless otherwise itakuwa game kali sana. Croatia mbele ya England anakuwa mchovu sana. Game 5 kashinda game moja tu, wametoa sare moja. Uingereza wameondoka na ushindi kwenye michezo mitatu, kwenye michezo mitano ya mwisho ya mashindano dhidi ya England this time. Of course ninaicheck England kama timu ambayo ni kikosi bora sana, lakini kuna motivation moja fulani wanakosa ndani ya kikosi. Upambanaji haupo kabisa ya Uingereza. Wafia timu ni wachache sana. Ukiwa unacheza Three Lions inabidi uwe na ngozi ngumu sana, so inakuja na a lot of pressure. Kwa hiyo watu kushindwa kuperform ni swala ambalo huwa linajitokeza sana, lakini when it comes to Uingereza na Croatia, walipofika fainali 2018 nusu fainali, Croatia waliwatoa Uingereza kwenye extra time. Ina maana Uingereza walikuwa wanaenda na yenye fainali kucheza na Ufaransa. So ila game iliyofuata ya mwaka 2022 na ndani ya biggest stage walifungwa goli moja. So kwenye overall matokeo ya hizi timu mbili, Uingereza ni ana outshine Croatia. Lakini haya mashindano bwana, kama nilivyosema awali, ni mashindano machache, ni mechi ni chache. Ukishachanga karata zako vyema kabisa, unaweza ukajihakikishia mapema pata pointi zako 3, unaenda kupata pointi zako 2 au 3 zingine unapumua. Kwa hiyo japokuwa kwenye hili group Uingereza wao ndo ni favorites kwa sababu they have very good squad, ambacho sio kikosi kipya sana. Wachezaji ni almost, ukiangalia wachezaji ambao walikuwepo kwenye World Cup mwaka 2018 mpaka sasa, yani mabadiliko ni machache sana. So nadhani ni namna ambavyo na mwendelezo wao pia katika mashindano haya makubwa Euro World Cup umekuwa ni mwendelezo mzuri, yani unaonyesha mwanga. Kwa hiyo bado wana imani na hichi kizazi chao ambacho bado kipo vizuri, na wamekuwa wana produce wachezaji wazuri kila mwaka. Wana imani they have a chance hata kwa kombe dunia mwaka huu. Kwa hiyo itakuwa game nzuri kwa sababu Uingereza hawatataka tena waruhusu Russia kuwapunguzia mwendo, kuanzisha vibaya. Maana ukifungwa game ya kwanza
game ya pili inakuwa kidogo ina stress. Pressure. So hata ukipata draw game, yani game Tension hii ni inakuwa kubwa tension sana. kubwa mno. Kwa hiyo obviously watataka wamalizane na hizi mambo mapema, tutajuana huko mbele ya safari. Kwa hiyo bado I still kuwafanya Uingereza kama favorites dhidi ya Croatia, lakini pia favorites wa kutop ili group. Bana, kuna story inahusu Ghana. Ghana wapo dhidi ya Panama. Kombe la dunia lililopita walitaniwa sana kuhusiana na kushiriki kombe la dunia la mwaka 2022. Mwaka huu amefanikiwa kufuzu kwenda World Cup, lakini mwendelezo wake ni mbaya. Yani mwendelezo wa Ghana ni mbaya sana. Michezo mitano ya mwisho hajapata ushindi kabisa. Lakini Panama ukimcheki, of course si timu tishio sana kwa Ghana, lakini wala wanaibuka na ushindi. Kaibuka na ushindi kwenye michezo miwili, katoa sare 2, kafungwa mchezo mmoja. Kimuendelezo Ghana tayari amezidiwa na Panama. Sasa unamuona Ghana kwenye picha gani kwenye World Cup ya msimu huu? Picha ya Ghana kwenye World Cup ya mwaka 2026 unaiona vipi? Kabla tujaenda kucheck game ya Panama. Picha ya Ghana regardless ya namna walivyoweza kufika World Cup, watu wamefika World Cup. Wapo Hivyo viunzi wameviruka na wamefika World Cup. Yeah. Hayo sasa hivi hatuyajali sana. Yeah. Jali Sasa hivi right now. Right now. Ghana ni moja ya timu ambazo zina wachezaji wengi sana wenye vipaji na ina wachezaji hii Ghana ya mwaka huu sema haina kelele sana, lakini ni Ghana ambayo ile ya kina Essien ambayo ilikuwa ina wachezaji wengi sana wadogo wengi sana ambao walikuwa wametoka under 20 under 21. So ina wachezaji ambao wana umri mdogo sana Ghana sasa hivi na wako very talented. So anything can happen. Ni swala tu la kuchanga karata zao vizuri, na naamini kabisa wao wanaona Panama ndio sehemu ya kuchukulia point, kwa sababu Panama individual hawako brilliant sana. Hawana mchezaji mmoja ambao unaweza ukasema huyu Notable players hivyo. Lakini sasa timu za namna hii hazina individual wale wachezaji ambao unasema yule pale Endo Masawe wa Panama. Kama wakicheza kitimu, wakija kama a team, of which we expect them to do that, kwa sababu wao wanafanya wanacho expect, chances yao ni kwamba ni kubadilisha zile game tight, sawa, zile game tight kwenye draw, at least wapate point moja. Wakiweza kuchukua point moja kwa Ghana, wakaweza kuchukua point moja kwa Colombia, mechi ya mwisho tutajuaga uko mbele ya safari. wanaenda na mwendo. Wanaenda na mwendo. Kwa hiyo wao kwa sababu wako very resilient, ni wagumu sana kuivunja defense yao. Nimewahi kuwaona huko kwenye mashindano yao ya CONCACAF. Ni wagumu sana kufungika. Kwa hiyo nadhani watataka kutumia hilo, lakini wakija as a package kama Korea wanavyokuja, Japan wanavyokuja, wanacheza kitimu. Sio kama siafu. Wao wanacheza kitimu kwamba tunaenda pale tuna lengo hili moja, hatumtegemei mtu mmoja kuweza kutupa sisi matokeo. Timu za hivyo huwa ni ngumu sana kucheza nazo. Kwa hiyo inaweza ikaleta shida, lakini kwa kwenye makaratasi naona Ghana kidogo they are aging Panama kwenye issue ya quality. Mimi nafikiri namunga mkono, lakini angalizo kwangu ni kwamba kwenye FIFA ranking Panama ni namba 34 duniani, Ghana ni namba 73. Inawezekana ikawa haina maana yoyote. Yani there's a very big possibility ikawa haina maana yoyote, lakini kama alivyosema Mswahili, Panama wanacheza kitimu, hawajawa namba 34 duniani kwenye FIFA ranking kwa bahati mbaya. Panama hawana notable league useme kwamba ile ni ligi ya Panama. Hatujasikia mchezaji yoyote wa Panama ambaye anafanya vizuri sana kwenye ligi kubwa, lakini hawajawa namba 34 duniani bahati mbaya, na FIFA ranking sio, inawezekana ikawa haina maana. Narudia kusema inawezekana ikawa haina maana, lakini inawezekana ikawa na maana kubwa sana, na ndugu zetu wa Ghana wanabidi wajiangalie. Rose Muhando alisema jipange sawa sawa. Nadhani Ghana wanabidi wajipange sawa sawa.
Okay, bana, tunamaliza hivyo kwenye game time Mhm. World Cup special mwaka 2026. Bana, moja kati ya kitu ambacho unatakiwa ukifahamu ni kwamba kila mechi, yani kila siku lazima kuwe na kitu ambacho kinatokea na watu walikuwa wakitarajia kitokee ndani ya Mhm. michezo ya World Cup. Sasa kwenye makundi haya matatu ambayo tumejadili, tunaenda kutoa fedha kidogo kwa mwana game time. Unajua tujatoa fedha muda mrefu sana. Sasa tunaenda kutoa fedha na naamini tumezichambua hizi game vizuri kabisa. Tunaanza na game za kundi L, England dhidi ya Croatia. England anashinda. Um, naona roho na magoli kuna magoli mawili, so over 1.5. England yashinda sare. Ghana dhidi ya Panama. Ghana dhidi ya Panama, Ghana wapate goli. Timu zote zitapata magoli. 1.5. Tunakwenda kwenye kundi la Cristiano Ronaldo, Ureno dhidi ya DRC Congo. Tena dhidi ya DRC, Portugal wanashinda. Timu zote zitapata magoli. Portugal anashinda. Colombia dhidi ya Uzbekistan. Colombia anashinda. Bwana, tunamaliza hapo kwenye game time. Endelea kufuatilia game time kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube, Instagram, Twitter, TikTok kwa jina la Dimbani Connect. YouTube utakutana na season zote, episode zote ambazo tuna record kuhusiana na game time zipo hapa. Episode zote zinazohusiana na kombe la dunia la mwaka 2026 ziko hapa na zinapatikana hapa. Endelea kutufuatilia na very soon tunakuja na game time special. Tunakuja na kitu kikubwa sana kinachohusiana na kombe la dunia la mwaka 2026. Endelea kusalia nasi. Jina langu ni Andrea Masawe. Mtandao wangu wa kijamii unaweza kunipata kwa jina la Andrea_Masawe14. Nipo na Muro King. Niko na Muro King. Unaweza kumpata kwa jina la Muro_. Muro King _ Instagram na Muro King pale X, zamani Twitter. Yes, lakini pia nilikuwa na Masud Mswahili. Unaweza kumpata kwa jina la @Masud. JR pale Instagram, Twitter. I'm Masud Junior. Yes. Sisi wote tunakutakia uwe na wakati mwema, lakini usiache kufuatilia game time. Game time tunavyo sisi.